mengine. Tumekuwa tukisikia story nyingi sana za kusisimua kuhusu hayo, wengine wakikutoa wapi, wanafanyishwa kazi, wanafanya nini, jinsi wanavyochukuliwa na jinsi wanavyorudishwa. Tumekuwa tukipata hizo simulizi nyingi. Sasa wahanga wengi wanatajwa kuwa ni wanawake na wasichana. Tutakuja kuuliza wataalamu pia tuambie kwa nini makundi hayo, lakini pia na watoto wanaotumikishwa kingono katika ajira za kulazimishwa au kuuzwa kwa viungo vyao vya mwili na matukio mengine ambayo tumekuwa tukiyaona. Takwimu za hivi karibuni zinaonyesha 97% ya matukio ya usafirishaji haramu ya binadamu yanatokea ndani ya nchi. Lakini pia yapo yanatokea nje ya nchi. Kati ya Aprili 2022 hadi Januari 2023 wahanga 151 waliokolewa. Tutakuja kupata takwimu nyingi sana kutoka kwa wataalamu wetu hapa ambao tunao kwa siku ya leo. Kuzungumza haya sasa tunaye Celestini Makoba, lakini pia Agustino Michael Mwembe, ambao hawa ni maafisa kutoka Secretariat ya kuzuia na kupambana na usafirishaji haramu wa binadamu, ambayo hii iko chini ya Wizara ya Mambo ya Ndani kama sijakosea. Bwana, karibuni sana ndugu zangu. Asante sana. Mambo yanakwendaje? Tunashukuru. Salama. Nimeanza kuzungumza hili kwa sababu lazima kwanza tuwekane sawa maana halisi ya usafirishaji haramu wa binadamu, au tutasaidia neno sahihi la kuiweka, lakini tusaidie maana halisi ya hii ni ina address jambo gani, ili watu waweze kujua kwamba niko kwenye level gani kama kuna mtu anafanya kitu kama hicho afu ajui. Usafirishaji haramu wa binadamu kimsingi kabisa maana yake ni ile hali ambayo inahusisha kitendo cha kumsafirisha mtu, cha kumfanyia usairi, kumuhifadhi, kumficha kwa namna gani au kwa njia gani? Kwa njia za vitisho, kwa njia za kulazimisha, kwa njia za kulaghai, kwa njia za udanganyifu, ili kusudi tu mtu aweze kutoka mahali ambapo yeye amepazoea, labda nyumbani kwao au sehemu fulani, ili uweze kuwa na lengo ambalo ni unyonyaji. Kwa hiyo tunaona kwamba kuna kitendo lazima kiwepo, alafu kuna mbinu ambazo zimetumika ili kuweza kumhamisha mtu kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, lakini lengo hasa ni nini? Na huyu mtu ambaye anakuwa anamfanyia hivi vitu ambavyo kumsafirisha, kumhamisha, kumficha, kumfanyia usairi kwamba huyu anafanya jambo, anafaa kwa jambo fulani, basi lengo lake hasa linakuwa ni unyonyaji. Anakuwa anataka kumnyonya yule mtu. Na hii inakwenda sambamba na uhiari wa mtu ama utayari wa huyo anayefanyiwa. Yako matukio mengine, sababu hiyo umezungumza hapa, kama unalagaiwa, unafanywa usairi, manake ni huyo mtu anaridhia mwenyewe. Tunaipimaje kwamba huyu hakuridhia au huyu aliridhia? Tayari ukishasema kwamba mtu analagaiwa, hakuna uhiari, kwa sababu uhiari umekuja baada ya kulagaiwa. Lakini pia kuna namna ambayo mtu anakuwa hiari kutoka, lakini ni kwa sababu yuko katika hali ya hatarishi. Hali ya hatarishi, labda kwa mfano mtu huyu anakuwa ni maskini. Anakuwa maskini, anatumia hiyo umaskini wake. Kwa hiyo mtu anatumia hiyo, au mtu mwenye ulemavu. Kwa hiyo mtu anatumia ile hali ya ulemavu wake kumshawishi kwamba ukifika sehemu fulani utapata msaada, au ataenda kumsomesha, au ataenda kumsaidia. Lakini kumbe anapomhamisha kutoka sehemu fulani kwa kutumia ile hali yake ya hatarishi, anampeleka sehemu nyingine kwa ajili ya kuweza kujinufaisha yeye kwa namna ambavyo atakuwa ameona inafaa. Kwa Tanzania tatizo hili lipo kwa aina gani? Umetaja vitu vingi hapo, kulagaiwa, kutumikishwa au kutengenezewa mazingira kutokana na hali yako maskini na nini. Kwa Tanzania tupo kwenye level gani, kwenye hali gani kwa matukio ambayo mnakutana nayo? Kimsingi level kwa maana ambavyo yani kwa ukubwa, ni kwamba matukio haya hapo ni mengi sana. Watu wanashawishiwa kwa fedha au saa zingine kwa maneno, lakini vile vile kuna hali inaweza kumlazimu mtu aweze kuamua kuondoka. Kwa mfano, migogoro katika familia imekuwa ni mojawapo ya chanzo kubwa sana cha kumfanya mtu awe katika hali ambayo inamfanya kuwa tayari, yani anakuwa na utayari wa kuondoka katika mazingira yake, na mwisho wa siku anajikuta amesafirishwa kiharamu. Mwembe, wakati tunazungumza haya, nilisema hapa kwamba upo usafirishaji haramu wa ndani ya nchi na nje ya nchi.
Kwa Tanzania tatizo liko sehemu gani hasa? Usafirishaji upo kweli ndani na nje ya nchi, lakini kwa namna moja ama nyingine usafirishaji wa ndani wa nchi umekuwa umeonekana kwa kiasi kikubwa sana wa ndani. Na hii ni mara nyingi watu kwa namna moja wanalagaiwa, wanaahidiwa kwenda kupatiwa ajira kwenye kazi kwenye migodi. Utakuta wengine wanaahidiwa kufanya kazi za ndani, au utakuta kuna ndugu yako yuko kijijini kwamba kuna mtu anamlagana kwamba uje mjini bwana ndo kuna fursa zote zinapatikana. Unakuta yeye kwa sababu maisha kule kijijini yalivyo ni changamoto amepitia, kwa hiyo unaona kwamba hii itakuwa ni kwangu ni fursa. Kwa utakuta wengi sana wanatoka vijijini wanakuja mjini kwamba wakiamini kwamba wametafutiwa sehemu sahihi za kazi, kumbe ni yule aliyemtafutia alikuwa hana lengo lingine zaidi ya kunyonya kwa matumizi yake yeye mwenyewe. Kwa utakuta wengi wanatoka vijijini wanaahidiwa kwamba kuja kufanya kazi za kazi za maduka kwenye nini, lakini utakuta wanakuja kubadala yake. Sasa kwa mfano wanawake wengi wanaathirika, utakuta wanaingia kwenye mtandao wa ngono. Wengi labda utakuta wakija mjini utakuta wanaweza kuhifadhiwa sehemu kwamba kazi yao ni wanatumikishwa kwenye madangulo. Mwisho wa siku sasa ile faida anachukua yule ona, yeye kama yeye unakuwa afaidiki na chochote. Lakini utakuta awali yeye alikuwa hajui kama atakuja kufanya hiyo kazi ya namna hiyo. Yes. Umezungumza kwa hilo la ngono. Kabla hujanipa takwimu pia za mataifa gani hasa ya nje ambayo tunakumbana tatizo hilo sana. Ndio. Hilo la kuchukua watu na kuja kuwatumikisha kingono ni moja, lakini hivi karibuni pia nimeona kwenye mitandao nakutana na pages mbalimbali watu sasa kusema wanauza ama wanasambaza wafanyakazi wa ndani. Yaani kama mimi na ofisi yangu na miliki wa dada wa kazi 100. Kwa nachokifanya mimi ni kuwachukua huko na kuwaleta Dar es Salaam, alafu na kuwa nasubiri watu wanaohitaji wa dada wakae nao. Kuna jinsi kuna aina hiyo, yani kuna tatizo kwenye hilo. Kimsingi kwamba utaratibu kama huo unatakiwa uwepo kisheria au utaratibu. Lakini nadhani wengi huwa wanakiuka, wengi wanafanya tofauti na utaratibu wa kisheria. Maana unajua tunapoelekea hata hawa wafanyakazi wa ndani wao wana chama chao kabisa, chama cha wafanyakazi wa ndani. Lakini kimsingi wanafanya hizi wengi wao wanakiuka, na hasa pale inapotokea watu wanawasafirisha mpaka watoto ambao chini ya miaka 18. Kimsingi watoto chini ya miaka 18 haruhusiwi kufanya kazi. Chini ya miaka 18. Yes. Kwa hiyo utakuta sasa wanakiuka hata sheria za kazi zinaingia hapo, wanakiuka. Kwa hiyo wapo ambao wapo kiutaratibu wanafanya, lakini wapo ambao wapo kinyume na utaratibu. Wale ambao wanafanya kinyume na utaratibu na hao mara nyingi wanakuwa wako kwenye maslahi binafsi. Ndio hao tunao sisi tunawazungumzia kwamba ambao wanawachukua kwa lengo lao binafsi. Utakuta labda anamchukua kutoka Kagera na mleta Dar es Salaam. Anamleta Dar es Salaam, anakubaliana na yule mhusika, anamlipa mshahara labda 100,000, lakini yule binti anaweza akalipa 50,000. Akifanya kazi pale baada ya mwezi mmoja anamuhamisha, anampeleka. Kwa utakuta anamuhamisha kituo kimoja kwenda kingine. Yaani yeye ndo anakuwa anamcontrol yule dada wa kazi. Utaratibu wetu wa kupata wa dada wa kazi, tuondoke kwenye hiyo, unajulikana Tanzania. Piga simu kijijini, bwana nitafutie mdada wa kazi huko ambaye amaliza elimu, tamani zake hazijasoma, mlete mjini. Kuna jinsi tunakosea kwenye namna ya kuwapata hawa. Kuna jinsi hii biashara au usafirishaji haramu unaingia wakati tunatafuta wadada wa kazi. Naam. Ni kweli kabisa kuna namna ambavyo sasa kosa linafanyika. Kosa linafanyika kwa sababu kumtafuta mdada wa kazi kuja kufanya kazi sio tatizo. Tatizo linaanza pale kwamba huyu anayemtafuta anataka apewe pesa, halafu zile pesa na watu wale ambao tayari wanakuwa wamempokea huyu mdada wa kazi wanasema kwamba pesa ya mwezi wa kwanza tayari ilishalipwa kwa yule aliyekutafutia kazi. Yani kama wakara. Kwa hiyo anakuja kuanza mwezi wa pili huko. Kwa hiyo anapofanya kazi mwezi mzima ambao kwamba anaambiwa kwamba ilishalipwa, huo ni unyonyaji. Kitaalamu anasema debt bondage. Yani mtu anafanya kazi, pesa yake ilishatumika, ilishapewa mtu mwingine. Kwa hiyo yeye anapofanya kazi bila mshahara, tayari unyonyaji umeingia na inalifanya kosa hili kuwa ambalo ni kosa sasa kisheria kabisa. Kwa hiyo
kutafuta mtu wa kusaidia kazi sio tatizo. Tatizo unapoingiza habari ya unyonyaji, basi inakuwa kosa. Naam. Sawa, tunaendelea kuzungumza hapa. Dakika ni 41 baada ya saa 1 kamili. Nipo na Celestine Makoba ambaye ni na Agustino Mwembe ambaye wote ni maafisa kutoka Secretariat ya kuzuia na kupambana na usafirishaji haramu wa binadamu kutoka pale wako chini ya Wizara ya Mambo ya Ndani of course, na tunazungumza nao. Huu ndani tumezungumza hali ya wa nje ipoje, kwa sababu pia nimeona hata Kenya ukifuatilia stories zao nyingi, watu wanarudishwa kutoka mataifa mengine ni wengi kweli. Eneo gani hasa au ni makundi gani hasa ambayo yanakumbana na hii changamoto ya kulagaiwa, na ni njia gani sasa zinatumika? Kimsingi makundi ambayo yanaathirika sana, japokuwa wengi tunasema huu usafirishaji mtu yote anaweza akakumbana nao, lakini wengi tunakumbana nao wengi ni wanawake, wasichana na watoto. Kwa sababu hata takwimu zinaonyesha kwa kipindi cha Julai 24 mpaka sasa hivi kwa nje ya nchi tumeokoa wahanga takriban 119 na ndani ya nchi wako 37. Lakini kwa upande wa nje ya nchi wengi wanakuwa wanalagaiwa kwamba kwa kuahidiwa kwamba anaenda kufanya kazi, kupatiwa kazi nzuri. Nitolee mfano, wadada wengi wanapata changamoto ya kuahidiwa kazi za ndani. Utakuta Tanzania hapa mdada wa kazi analipa labda ni kima cha chini ambacho ni shilingi 50,000. Lakini unaweza kukwambia mtu kwamba njoo Malaysia au nenda Dubai, njoo Thailand, mshahara milioni moja na nusu. Sasa yeye akiangalia anapata tamaa, si ndio? Kwamba kile kiasi cha mshahara kule Thailand au Malaysia anaona ni kikubwa sana. Kwa hiyo inakuwa ni moja wapo kwamba yeye anashawishika kwenda akiamini kwamba kule kuna maisha mazuri zaidi. Mwisho siku akienda kule anatumbukia kwenye changamoto kama hizo. Na ambaye zaidi anapokumbana kule utakuta akifika kule sasa si nchi ngeni, ananyang'anywa kila kitu, passport yake, na kiko kwa ni mtu ambaye amefungiwa pale ndani. Ana option nyingine zaidi ya kuweza kuchomoka pale alipokuwa. Kwa mataifa mengi ambayo tumepata wengi ni maeneo gani? Taifa ambalo linaongoza kwa idadi kubwa ni Malaysia. Kwa takriban kwa kipindi cha 24 mpaka 25, Malaysia tumeokoa wanga 14, lakini likifuatiwa na Thailand. Thailand wapo 12. Thailand 12, wanafuatwa na China wako 6, Oman wako 4, Dubai yuko 1. Kwa hiyo hizo ndio kwa haraka hizo ndio nchi ambazo tumepata wahanga 119 kipindi hicho cha 24-25. Sawa, endelea kutuandikia maoni yako, na mimi nikukumbushe kuhusiana na Azam TV, ambapo huu mwezi Juni ni muda wa kukiwasha kwenye ulimwengu wa michezo na burudani kupitia Azam TV, na tunaanzia kwenye Sekafa Beach Soccer hadi kwenye mechi za kirafiki za kimataifa, ambapo kuna mchezo wa Afrika Kusini dhidi ya Tanzania, lakini pia kuna mchezo wa Morocco dhidi ya Tanzania. Kila dakika itakuwa ni ya kusisimua kweli. Lakini Juni hii tarehe 15 kuna mchezo wa tani wa jadi Yanga na Simba, ambapo litashtuka taifa. Tunakiwasha tukizimi huku tukielekea kwenye FIFA Club World Cup moja kwa moja. Mabingwa wa dunia watapambana uwanjani. Kila mdundo wa mpira utanasa moja kwa moja kwenye screen yako. Mechi 63 kupigwa na zote kuruka mbashara kabisa kupitia Azam Sports 2 HD pamoja na Azam Sports 4 HD. Kwenye NBC Premier League mechi zote 8 zikienda hewani kwa wakati mmoja. Hii ndio maana halisi ya live na kila kona. Lakini pia kwenye kufunga mwezi kwa kishindo kuna finali ya CRDB ambayo italeta burudani ya hali ya juu kwa mashabiki na furaha kweli, ambapo itakuwa ni mchezo wa Yanga dhidi ya Singida Black Stars. Lakini pia burudani yote hii kumbuka unaipata kwenye kisimbuzi chako cha Azam kwa kulipia mapema kifurushi cha shilingi 28,000 peke yake. Burudani hii pia unaweza kuipata kiganjani mwako popote pale ulipo ukilipia kupitia Azam TV Max app. Lakini pia ukipakua hii Azam TV Max app kwa kuingia Play Store kwa wale wateja wanaotumia Android, lakini pia kwa wale wa App Store kwa wateja wanaotumia iOS. Huu ni mwezi wa matukio makubwa na ni hapa tu Azam TV, kiwashe burudani ni kwa wote. Sisi tunarudi hapa kuendelea kuzungumza masuala haya ambayo ni muhimu kweli kuweza kufahamu ili uweze kumwokoa mtoto wako pia asije kukumbana na changamoto kama hii ambayo tunaizungumza. Usitoke. Baki hapo. Tunalipa bill dakika 0 tu. Tunarudi. 90.1 East Africa Radio Bukoba. East Africa Radio. Together tunawakilisha.
Mwezi Juni tumekiwasha kwenye ulimwengu wa michezo na burudani kupitia Azam TV. Kuanzia mechi za kirafiki za kimataifa kama vile Morocco dhidi ya Tanzania. Kila dakika ilikuwa ya kusisimua. Yanga dhidi ya Simba, pambano la watani wa jadi. Tarehe 15 Juni litastua taifa, kwani tunakiwasha hatukizimi. Na huku tukiwaletea FIFA Club World Cup. Moja kwa moja, mabingwa wa dunia walipambana uwanjani na kila mdundo wa mpira ulinasa moja kwa moja kwenye screen yako. Na kwenye NBC Premier League, mechi zote 8 zikienda hewani kwa wakati mmoja. Na hii sasa ndio maana ya live kila kona, na kufunga mwezi kwa kishindo na fainali ya CRDB Federation Cup. Italeta burudani ya hali ya juu, huku mashabiki wakijawa na furaha na mbwembwe. Huu ni mwezi wa matukio makubwa na ni hapa tu. Azam TV, kikiwashe. Dakika 60 za mashabiki kutamba. Hii bakola nilikuwa na shida na vilopolopo wanaojifanya wanaijua sana Simba kama wamezaliwa nayo. Umeliona pira Arsenal Wenger aka Gamondi pira Argentina, umeliona kaka? Tambo na vibweka, hapa ndipo mahala pake. Kinetio pumbavu mimi na watu wachafu kweli. Nikikujua wewe ndio ulikulofia yako. Mimi nakubali kwenda kunyang'anya popote ninakumaliza. Wakati wa vitisho sasa hivi umepita. Messi tishiki kwa ina yoyote. Mimi napiga kurujuani ile ni kwamba aliyepanga, aliyehusika, aliyehudumu, aliyokuwa na mawazo wote safari. Bila kusahau uchambuzi makini kutoka kwa kizazi juaji michezoni. Hasa kuna huyo mchezaji anakuja striker refu kuliko goli. Yaani ikipigwa na goli afana nguvu baya mno. Unapoizungumzia Yanga ni moja ya timu kubwa duniani. Baada ya Messi anaingia Aziz Ki. Tambo, vibweka, lawama na uchambuzi makini, yote utayapata ndani ya Kipenga Extra. Ni kila Jumatatu hadi Jumamosi 6 kamili mpaka 7 kamili mchana. Kipenga Extra. Sisi ndo yenye timu. We got the DJs. The king is in the mix. It's the perfect timing. DJ 45. DJ 45 King in the mix. East Africa Radio DJs with the fire mix. East Africa Radio, all hits. Baada ya kulipa bill, kifuatacho. The interview. Haya bwana, sisi bado tupo kwenye the interview mpaka tutakapotimia saa 2 ambapo tutakwenda kupata news update. Karibu sana kama ndio kwanza unajiunga nasi, tupo hapa tukizungumza mambo mengi kweli na tumeendelea kupeana elimu na tunazungumza kuhusiana na usafirishaji haramu wa binadamu. Umesikia kuhusu takwimu za miaka hivi karibuni, umesikia kuhusu usafirishaji wa binadamu kwenda nje ya nchi, mataifa kadhaa ambayo pia yanatajwa kuwa na idadi kubwa ya Watanzania ambao wanaenda huko na maeneo mengine. Nilikuwa napitia takwimu baadhi za ndani hapa, nikawa naona baadhi ya mikoa ambayo inatajwa pia kuwa na wahanga wengi, ambapo wanahitaji mikoa ya mipakani ikiwemo Kigoma, Kagera, Tanga, Mtwara kutumika kama njia ya kupitisha wahanga kutoka kwenye nchi za jirani. Lakini pia mikoa ya mijini kama Dar es Salaam, Arusha, Mwanza, maeneo ya mwishoni mwa safari ya wahanga kwa ajili ya ajira ya kulazimishwa au biashara za ngono. Lakini pia mikoa ya pembezoni kama Iringa, Mbeya, Manyara na maeneo mengine kutajwa kuwa maeneo chanzo cha wahanga. Vijana wanavutwa na hali za maisha bora mjini, amezungumza pia Agustino wakati anaigusia hiyo. Wakati tunazungumza ametaja kuhusu mataifa ambayo tunakutana na, umechukua kwa mfano wamesema 10 na ngapi, Malaysia 14. Tunamsaidiaje mtu ambaye tayari ameshatolewa Tanzania kwa staili hiyo, ameshajikuta Malaysia, anaanza kuteseka? Nyie wapi anatakiwa aanzie wapi kuanza kumuokoa huyo mtu? Kwa kawaida ili jambo lolote liweze kufanikiwa huwa ni taarifa. Sisi kwanza, kitu cha msingi kabisa tunapotoa elimu tunasisitiza watu kuondoka kupitia utaratibu, na kuna makampuni ambayo yanasafirisha kwamba mtu anapopata tatizo basi ile kampuni inawajibika kuweza kumsaidia, kwa sababu zipo kampuni ambazo zinasaidia watu kwenda nje ya nchi kufanya kazi na zimesajiliwa zipo.
Sasa mara nyingi wanaopata tabu sana hata hizi takwimu utaona kwamba watu watasema mbona ni watu wachache na kuna watu wengi sana nje ya nchi. Ni kweli. Lakini angalau hawa ni watu ambao tunawapata kutokana kwamba wamekwenda kinyume na taratibu. Na ndio mara nyingi sana ambao tunapata tabu. Sasa tunawasaidia saa zingine kwa sababu mtu anapopata shida bado serikali iko tayari pia kumsaidia. Kwa hiyo taarifa tunapoipata eza kupitia kwake yeye mwenyewe au kwa ndugu zake, mara nyingi ndugu zao ndio wamekuwa kija ofisini kwetu kuripoti. Kwa hiyo ndugu zao wanapokuja kwenye ofisi zetu, basi sisi tunajaribu kuangalia mchakato wa kuweza kumsaidia kurejesha nchini. Na saa zingine na hata kwa kushirikiana na wadau wengine, lakini mara nyingi serikali imekuwa mstari wa mbele sana kuwasaidia, kwa sababu mtu hata kama ameenda bila utaratibu, sasa akishafika huko serikali haiwezi kusema tu kwamba amekwenda mwenyewe basi abaki huko. Hasa hawa wahanga usafishaji haramu wa binadamu. Kwa hiyo sisi actually tumekuwa tukiwasaidia kurejea nchini tunapopata taarifa. Taarifa inapokuwepo basi tunaishughulikia ili tuweze kumuokoa, na anaporudi basi tuweze kuona namna njema ya kuweza ipi njia sahihi ya kuondoka kwa mtu ambaye amepewa mchongo, kama sababu naamini kuna hizo kazi, kuna nyingine zipo za kweli. Kwamba Malaysia kuna kazi ya usigeli ipo ya kweli, lakini ipi njia sahihi ya yeye kuondoka hapa nchini ili asiende kumbana na changamoto, au akikumbana changamoto muwe mna monitor anayoyafanya? Njia sahihi ni kupitia makampuni ambayo yamesajiliwa na ofisi ya waziri mkuu, kazi, ajira na watu wenye ulemavu. Kwa hiyo kupitia wakala wake wa TAESA wanatoa vibali na wanamonita makampuni yote ambayo yanajishughulisha na kuajiri watu pamoja na kuwasafirisha nje ya nchi. Kwa hiyo utaratibu mzuri ni kwamba yapo makampuni mengi sana ambayo yamesajiliwa. Kama mtu anataka kwenda nje ya nchi kwamba amesikia kazi, basi ajaribu kuwauliza TAESA ambao wapo wanapatikana kwenye mitandao kwamba ni makampuni yapi yanasaidia watu kwenda nje ya nchi. Yapo makampuni hayo ambao wanafanya hiyo kazi kiutaratibu kabisa na kisheria yamesajiliwa. Kwa hiyo huo ni utaratibu ambao ni mzuri, ambao mtu akipata tatizo lolote lile basi inakuwa ni rahisi. Na ndio maana hata anapoondoka anaweza kuaga vizuri kwamba ninaondoka kwa sababu kuna kampuni fulani ambayo imemsaidia. Kwa hiyo hata ndugu zake wanakuwa wanaenjoy hiyo kampuni. Serikali inaenjoy kampuni kwa sababu imeisajili. Na mara nyingi sana hatupati matatizo sana ya watu ambao wanaondoka kwa kupitia njia hizo zilizo sahihi. Tunaweza kumaliza tatizo hili kwa kutazama kwenye maeneo gani, tukaziba wapi, kwa sababu tatizo ambalo kama lisiposhughulikiwa maana yake litakuwa, tunaweza kuziba maeneo gani, kutoa elimu sana kwenye maeneo gani ili watu washtuke kwamba hiki pia kinahitaji, kila akipata kitu akichukulie tahadhari? Kimsingi tukianza kwenye utoaji wa elimu kwamba kwa maeneo ambayo tunatakiwa kuangalia sana, hasa kwa upande wa vioni, hasa kwa wanafunzi hawa wanaomaliza vyuo vikuu. Wengi wao wanakuwa wakimaliza vyuo vikuu wanakuwa na dreaming sana za kwenda kufanya kazi nje ya nchi. Sasa kimsingi hii elimu tukikita sana kule kwa upande kwa vioni kwa wanafunzi, inakuwa ni rahisi sana kwamba kwa wewe kama hivyo ndugu yangu alikuwa anasema kwamba kuwapa uelewa, kuifahamu kwamba kuna mawakala kupitia ofisi ya waziri mkuu, TAESA hawa ambao TAESA ndio wanawasajili, wanawasimamia hao mawakala wa kutafutia ajira nje ya nchi. Kwa hiyo wakiwa na huo uelewa, angalau kwa kiasi kikubwa sana tunaweza tukapunguza hiyo hali. Lakini pia kwa namna moja ama nyingine ni kupitia hiyo elimu pia kueleza kwamba sio kwamba nje ya nchi au wapi ndio kwenye fursa. Hata ndani ya nchi pia kuna fursa. Unaweza ukakomaa hapa nchini ukafanya kazi zako vizuri bila kunani. Kwa hiyo ni kwamba ni kuwapa tahadhari kwamba kuna vitu kama hivyo ambavyo vinaweza vikatokea ili wasikumbane na hiyo usafishaji haramu wa binadamu. Sawa. Miongoni mwa maswali ambayo pia anauliza Axmedi John ameandika kutoka kwenye namba yangu, apituma ujumbe, asema kushirikiana pia na mataifa mengine, taasisi za mataifa mengine inawezekana njia rahisi ya kupambana na hili. Nikakumbuka pia masuala ya ubalozi. Kuna namna mnawasiliana moja kwa moja na balozi za mataifa, kwa mfano mataifa ambayo yanaonekana na idadi kubwa,
kuhakikisha kwamba na wenyewe pia wanafanya hizo monitoring za maeneo yao, kuona kama kuna Watanzania ambao wako kule wanakuona wanasaidia. Kuna jinsi mnawasiliana mashirika ya nje, lakini pia hata balozi ambazo tunazo nje. Naam, asante sana ndugu mtangazaji. Kwanza kabisa niseme kwamba mbinu nyingine ya kusaidia ili watu waweze kuondokana nayo ni ushirikiano kama ambavyo umesema, na kama hivyo ndugu John alivyosema. Tunashirikiana na wadau wengi. Wadau mojawapo ambao tunashirikiana nao ni mashirika ya kimataifa kama IOM na mashirika ya ndani ambao pia yanajihusisha kutusaidia sisi kama mtu anaporejea saa zingine hayuko, akili zake zinakuwa haziko sawa sana, kisaikolojia yuko vizuri. Kwa hiyo tunategemea kwamba tuweze kuwafikisha sehemu wajengwe upya kiakili ili waweze kuendelea. Hiyo nayo ni njia mojawapo ya kuweza kumsaidia muhanga wa usafishaji haramu wa binadamu. Lakini pamoja na haya mashirika ya kimataifa ambayo tunashirikiana nayo kama IOM nilivyotaja, lakini pia balozi zetu na balozi mbalimbali tunashirikiana wote kwa pamoja. Mwaka jana maafisa wenzetu waliondoka kutoka hapa nchini na kwenda Malaysia, ambako walienda kufuatilia na kuweza kujua ni sehemu gani hasa watu wanakuwa wanatumikishwa zaidi katika nchi ya Malaysia. Kwa hiyo unaweza kaona kwamba ushirikiano upo kati ya nchi yetu na nchi nyingine, kwa sababu kuna mahusiano mazuri kati ya taifa letu na mataifa mengine nje ya nchi. Kwa hiyo swala lolote linapotokea, basi maafisa wetu wanaalikwa au saa zingine wanaamua kutembelea huko na kuona sehemu ambazo zinaweza kuleta changamoto kwa watu wetu na kuweza kutafuta namna njema ya ufumbuzi. Kwa hiyo hata mwaka jana kuna maafisa wetu wa Tanzania hapa wamesafiri kwenda Qatar, wamesafiri kwenda nchi mbalimbali huko ambako kuna fursa ambazo zimefunguliwa kwa ajili ya watu wetu, lakini pia wameamua kwenda kuangalia ili kusije kuwa na hali hatarishi kwa ajili ya ndugu zetu wa Tanzania wanapokwenda kufanya kazi huko. Yes. Sawa, producer wangu hapa ananikumbusha kwamba tunaweza kuja kumalizana na nyie baada ya kupata news update. Kwa hiyo tutakuwa na hawa paka tutakaporejea kwenye news update kama paka saa 2:30 hivi. Ihulango pia kutoka Kibata Singida anasema na wasikiliza napata elimu kupitia hapo. Asante sana pia. Lakini nimekuona fundi vingamuzi Haji Muhammad wa Maramba Tanga pia anasema anapata elimu hiyo, ni muhimu sana kuipata. Lakini pia Doto Lucy anasema asubuhi tulivu kabisa hapo studio ni Msamvu na wafuatilia vizuri. Lakini pia Salum anasema pia anatufuatilia kutokea, hajasema anatokea wapi, lakini anasema anaisikiliza. Sele mwanaharakati pia nimekuona kutoka Maisome huko. Asante kwa ujumbe wako pia. Tukirudi hapa ni muda wa news update, tutaje kumalizana na marafiki zetu ambao tunao. Na wewe kama una swali pia unaweza ukauliza kupitia kwenye ukurasa wetu wa YouTube. Tutakuja kulijadili hapa vizuri kabisa. Mimi naitwa Exaudi Mtei, kule Instagram nitafute kama Exaudi Msakabari, lakini pia unaweza kutucheki East Africa Radio kwenye mitandao yote. Tunapatikana kwa uzuri kabisa. News update inafuata. Makena Stelekwa pia nimekuona, asante sana kwa kutufuatilia kupitia kwenye ukurasa wetu wa YouTube. Tunarudi hapa muda mchache ujao. Kumbuka namba ya kutuandikia ujumbe kwa wale ambao mnasema nahitaji haraka ni 0683802966. Kwa hiyo andika ujumbe wako hapo, maswali yako yote yatajibiwa. Na kama una wasiwasi, una jambo ambalo unatamani kulifahamu kuhusu hiki ambacho tunakizungumza, usafirishaji haramu wa binadamu, tutakuja kujibu maswali yako yote tukirudi hapa. Ndio tulivyo. East Africa Radio. Kutokea Mikocheni, Dar es Salaam. East Africa Radio. Together tunawakilisha. East Africa Radio. Together tunawakilisha. This is East Africa Radio. Play only the best music. Hawa jamaa wamezuka ngoda. Manana ni kamoja. Dar es Salaam 99.0. Kampala anytime they keep it locked. Yani kila kitu napata hapa. Nisikilize radio gani tena? Mimi ndio nishafika sasa. You're listening to only the best radio station. Radio station. East Africa Radio. Together tunawakilisha. News update.
Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kimeeleza dhamira yake ya kumfungulia mashtaka msajili wa vyama vya siasa nchini Jaji Francis Mutungi baada ya kusitisha ruzuku za chama hicho akidai kuwa kina upungufu katika ngazi ya uongozi. Akiongea na waandishi wa habari jana Juni 4 kumradhi mwaka 2025 katika ofisi za chama hicho, makamu mwenyekiti wa Chadema John Heche amesema wanafanya maamuzi hayo baada ya kuona nia isiyo njema ya msajili huyo. Tunaenda mahakamani kwa sababu msajili amechukua jukumu la kuzuia ruzuku kwa chama chetu. Sasa sheria anayoisimamia msajili mwenyewe, sheria ya vyama vya siasa, kifungu cha 18(6), msajili ana uwezo wa kuzuia ruzuku ya vyama au kwa chama kingine chochote, sio cha kwetu tu, chama kingine chochote kinachopokea ruzuku, pale tu ambapo kuna kweli ya mkaguzi na mdhibiti mkuu wa hesabu za serikali kwa chama hicho, kwamba labda chama kimefanya matumizi ya hovyo ya fedha na mkaguzi na mdhibiti mkuu wa hesabu za serikali amekagua na ametoa ripoti. Wanawake wa kata la Lago iliyopo halmashauri ya wilaya Maswa mkoani Simiyu wameiomba serikali kuwasogezea huduma ya msaada wa kisheria ili kukabiliana na changamoto mbalimbali zikiwemo za kutelekezwa, kufukuzwa na kunyang'anywa mali wanapofiwa na wenza wao. Wakiongea na East Africa Radio wamesema kuwa wamesogezewa huduma hiyo kwenye maeneo yao kutawafanya kuondokana na kero hiyo ya kufukuzwa kwenye maeneo yao na kunyang'anywa mali hizo. Mashemeji zetu wanatunyang'anya mali tulizochuma na waume zetu, wanatunyanyasa na hatimaye hata kufukuzwa. Sasa tulikuwa tunaiomba serikali ilete mwanasheria kwenye kijiji moja kwa moja ili tunapopatwa na hayo majanga tupate wapi pa kukimbilia. Wanawake tunanyanyasika kusema ukweli. Ikija kufikia mwanaume bahati mbaya ametangulia, wanawake tunanyimwa haki zetu. Na watu 7 wamefariki dunia na wengine kadhaa kujeruhiwa katika ajali iliyotokea barabara ya Matuu Mwingi katika eneo la Masinga, kaunti ya Machakos nchini Kenya. Ajali hiyo ilihusisha matatu ya abiria 14 waliokuwa 14 na baadhi ya manusura walipelekwa katika hospitali ya Matuu kupata matibabu, huku jeshi la polisi likisema kuwa watu 5 walifariki papo hapo, wakiwemo wanaume 3, mwanamke mmoja na mtoto mmoja. Hii mahali imekuwa tu hivyo, imekuwa na accident mingi sana tukiona. Sasa serikali inafaa ichukue hatua kuhusu hii area, hata kama area, sababu hata watuwekea hata babsi moja hapa, sababu ni mahali imekuwa tu, hii ni kitu tumezoea. Kwa hapa Mwatungo mahali kumekuwa na accident, na mimi niko na huzuni sana kwa sababu nikija hapa naona hii gari, nimesikia kasi yangu ameenda. Sasa tunauliza serikali angalau tuwekee bumps hata kiwa ni 2 ama 3 hapa Mwatungo, kwa sababu speed gari kutoka huko Kapenge inakuja na hapa inawekwa tu, inakimbia sana. Na mwisho wa news updates, mimi naitwa Abel Kilumbo. News update. Usitoke. Baki hapo. Tunalipa bill dakika 0 tu. Tunarudi. 101.4 East Africa Radio Singida. Together tunawakilisha. This is East Africa Radio. Play only the best music. Hawa jamaa wamezuka mboda. 88.1 Dar es Salaam, 99.0 Kampala, anytime, they keep it locked. 94.7 Nairobi. Yani kila kitu napata hapa. Nisikilize radio gani tena? Mimi ndio nishafika sasa. You're listening to only the best radio station. Radio station. East Africa Radio. Together tunawakilisha. Hizi ndio zile za wajanja wa enzi hizo. Ready or not, here I come. Ikiingia kali, ikitoka kali. Ngoma juu ya ngoma. Za kitambo. Zinachapwa hapa. East Africa Radio. Na DJ 45 King. Kila Jumapili
kuanzia saa 10 jioni hadi saa 12. We got the DJs blazing it up. This is DJ Summer TZ. DJ Summer, roll it up. DJ Summer TZ. East Africa Radio DJs with the fire mix. East Africa Radio. All hits. Baada ya kulipa bill, kifua chacho. The interview. Haya wana, karibu tuhitimishe interview. Asante kwa kufuatana na sisi kupitia kwenye habari zetu za news update. Asante pia Simon Sadala maeneo ya hajasema uko wapi lakini anatufuatilia vizuri. Asante pia kwako Makene Seleko na wengine wote ambao mnafanya hivyo. Tulikuwa tukizungumza kuhusiana na usafirishaji haramu wa binadamu. Tumewasikia wadau wetu hapa Agustino Mwembe tukizungumza nao hapa kuhusiana na nini hasa cha kufanya ili tuweze kuwa salama huko tunakoelekea, kwa sababu watu wanakwenda sasa, wanakwendaje? Lazima tu pia ni tahadhari. Celestine Makoba pia tulikuwa tuko naye hapa kwa ajili ya kuhitimisha. Tunamalizaje, watu wachukue tahadhari gani wanapopata hususan michongo ya nje au tunapoagiza kutafuta watu wakuja kutusaidia kazi mijini? Nini cha kutazama ili tuwe salama kisheria? Kimsingi watu wanapaswa sana kufuata sheria na taratibu za kazi za ajira. Kwamba kwa kufuata, kwa kuangalia hii kampuni, kwa sababu mawakala wako wengi sana. Mawakala wako wengi, kuna wakala vishoka lakini wengine watakuta hawajasajiliwa, wengine wamesajiliwa. Kwa hiyo kikubwa ni kwamba wahakikishe kwamba huyo wakala ambaye amemtafutia ajira nje ya nchi kwamba ni kweli amesajiliwa na TAESA, ni kweli amethibitishwa kwamba anawatafutia watu kazi nje ya nchi. Maana kiukweli kwamba ambao wanapita kwa njia halali wanafanikiwa na wako wengi tu nje ya nchi wanafanya kazi vizuri. Lakini wale ambao wanatumia hizi shortcut ways ndio changamoto kubwa sana. Kwa hiyo mimi nadhani waache kutumia shortcut way. Wasitumie hizi njia mkato. Watumie taratibu. Watumie taratibu, wafuate sheria na taratibu ili kwa kujitafutia hizo nafasi za nje ya nchi. Lakini pia na washauri vijana wenzangu na watu wengine kwamba wapunguze tamaa. Maana mara nyingi sana tamaa ndo zinazosababisha haya yote kule. Kwamba wanaamini kwamba mtu wakiahidiwa kwamba kuna mshahara mkubwa sana, huwa wanakuwa kama wanapata shauku kubwa sana ya kwenda kule. Lakini wapunguze tamaa, waamini kwamba hata hapa ndani ya nchi pia wanaweza wakapambana na wakatoboa. Hivi kwa dakika moja, ukishampata mtu mfano Malaysia ambaye alipelekwa hivyo kinyume na taratibu, akisharudishwa kisheria nini kinafuata kwa yule alimpeleka labda au kwa huyo ambaye amekuja, nini kinafuata? Mara nyingi sana tumekumbana na haya maswali ndugu Mtei. Tunapomrejesha tunategemea kwamba atupe ushirikiano tuweze kukamata wale watu wote ambao walihusika kumsafirisha. Anatoa ushirikiano na uwezi kumhoji sana akiwa nje ya nchi. Unamhoji tu kwamba anatoka wapi, sehemu gani, na maswali machache. Kwa sababu pia sheria inakataa kumshtaki yeye huyu muhanga wa usafishaji haramu wa binadamu kwa namna yoyote ile. Kwa hiyo wanapofika tena nchini hawatoi ushirikiano. Wana wengi sana akifika wamesharudi basi. Wakishafika hapa nchini, na wengine huwa tunawatafutia kwanza sehemu aweze kukaa, aweze kujengwa upya, aweze kurejea katika akili zake njema ili aweze kufiti kwenye jamii kama kawaida. Lakini wengine wanakataa pale tunapowapokea airport, wanakataa, mimi siendi sehemu yoyote. Basi unaamua kumwacha. Kwa hiyo tumekutana na hayo mambo mengi sana. Lakini kwa wachache ambao tumekutana nao wakatoa ushirikiano, basi hata wale waliosafirisha tumewafikisha mahakamani. Bwana, nashukuru sana kwa kuja na nashukuru pia kwa elimu hii. Naamini pia ni elimu ambayo inahitajika kwa watu ambao wanajihusisha na haya. Lakini naamini pia kwa uchache huu tumefanikiwa kuzungumza